Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar zimeendelea kuimarisha mifumo ya kisheria na kitaasisi kwa lengo la kukuza uadilifu na kupambana na rushwa. Hatua hizi ni pamoja na kuanzishwa kwa tume za maadili za viongozi wa umma pamoja na taasisi maalum za kupambana na rushwa. Aidha, serikali zetu zimeendelea kuimarisha sheria mbalimbali zikiwemo Sheria ya Maadili ya Viongozi ya Umma sura 398 ya Tanzania Bara iliyofanyiwa mapitio mwaka 2023, Sheria ya Maadili ya Viongozi wa Umma nambari 4 ya mwaka 2015 ya Zanzibar, Sheria ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa nambari 11 ya mwaka 2007 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Sheria ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu Uchumi Zanzibar nambari 5 ya mwaka 2023, Sheria ya Ununuzi wa Umma nambari 2 ya mwaka 2025 na Sheria ya Ukaguzi wa Umma nambari 7 ya mwaka 2023. Sambamba na hayo, serikali zote mbili zimeendelea kuboresha mifumo ya usimamizi wa fedha za umma kupitia Integrated Financial Management System IFMS ili kuongeza uwazi, uwajibikaji na kudhibiti upotevu wa rasilimali za umma. Kadhalika, jitihada za kujenga kizazi chenye uadilifu zimeendelea kufanyika kupitia uimarishaji wa klabu za wapinga rushwa mashuleni, kuanzishwa kwa somo maalum la historia ya Tanzania na maadili, pamoja na ushiriki wa vijana kupitia Scout. Tanzania inaendelea kuhakikisha kuwa mikataba yote ya kikanda na kimataifa inayohusu mapambano dhidi ya rushwa inatekelezwa ipasavyo kwa manufaa ya wananchi na maendeleo ya taifa. Katika utekelezaji wa jukumu hilo, ZAECA na TAKUKURU kwa kushirikiana na wadau wengine zimeendelea kufanya kazi kubwa, ikiwemo kuwaelimisha watumishi wa umma umuhimu wa uadilifu na maadili katika utoaji wa huduma kwa umma, na pia kuwataka wananchi kudhibiti vitendo vya rushwa ili kupata jamii isiyovumilia vitendo vya rushwa. Vile vile, katika kipindi cha mwezi Julai 2025 hadi Mei 2026, ZAECA iliwezesha kuokolewa na kurejeshwa hazina zaidi ya shilingi za Kitanzania bilioni 5.8 pamoja na dola za Kimarekani 398 zilizopatikana kwa kudhibiti ubadhirifu, ukwepaji wa kodi na matumizi mabaya ya madaraka. Napenda kusisitiza kuwa mapambano dhidi ya rushwa si jukumu la ZAECA na TAKUKURU pekee. Ni wajibu wa kila mmoja wetu kusimamia uadilifu, uwazi na uwajibikaji katika kutekeleza majukumu yake kwa nafasi aliyonayo. Ushirikiano wa nchi wanachama, wananchi, viongozi, sekta binafsi na taasisi za kiraia ndiyo utakaowezesha kushinda vita dhidi ya rushwa. Kwa niaba ya serikali, naishukuru Bodi ya Ushauri ya Masuala ya Rushwa ya Umoja wa Afrika kwa ushirikiano wake na nchi wanachama katika kuimarisha mapambano haya. Natoa wito kwa ZAECA na TAKUKURU kuendelea na kuimarisha usimamizi wa miradi ya maendeleo, mifumo ya kidijitali na maeneo yote ya vihatarishi vya rushwa ili kuziba mianya ya upotevu wa mapato ya serikali. Pia nawahimiza viongozi wote wa serikali na watumishi wa umma kushirikiana kikamilifu na taasisi hizi katika kujenga utamaduni wa kutokuvumilia rushwa. Nawapongeza wadau wote wanaoshirikiana na serikali katika mapambano haya. Ushirikiano wenu umechangia kuleta mafanikio makubwa, na ni imani yangu kuwa ushirikiano wetu utaendelea kuimarika siku hadi siku. Naendelea kuwakumbusha wananchi kuendelea kutoa mashirikiano katika kuhakikisha mapambano dhidi ya rushwa yanatokomezwa.